Tofauti yangu na Mfaume ni dini na mavazi. Ngoja niwe kama yeye ili niweze kumvutia na kuuteka moyo wake. Shamimu, hii bado haijaisha. Haiishi mpaka iishe. Naona kubwa la madumu umeona barabarani haitoshi. Umeamua kumfuata Selingi nyumbani. Hivi unajiamini nini wewe mdada? Au kutafuta tu kuharibiana Swaumu? Hiyo vita ilishaisha sasa. Nimekuja kwako kukuomba msamaha ili ya mambo yaishi. Najua niliyoyatenda na nakiri makosa yangu. Najua niliyowatenda. Ndio maana niko hapa kukuomba msamaha, haya mambo yaishi. Najua maumivu gani unayoyapitia na jinsi gani unaumia. Hata mimi ndoa yangu ilivunjika kwa sababu mwanaume wangu mimi alikuwa na mwanamke mwingine. Haya maumivu niliyoyapitia mimi, nimeona sio vyema kukufanyia na wewe. Mnapendana sana wewe na Mfaume. Nimeona upendo wenu unavyoshamiri. Ndio maana niko hapa kuomba msamaha, haya mambo yaishi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hivi umekuja kunijoki au uko serious na hicho unachokiongea? Nimetoka huko nilipotoka. Nimekuja hapa kukuomba msamaha, haya mambo yaishi. Mungu nisamehe sana kwa yote niliyokufanyia. Naona maana mpaka mavazi leo umebadili. Hongera. Mimi niseme insha Allah, kama Mwenyezi Mungu ameamua kukufungulia na kuona kwamba hili jambo sio sahihi, Mamani, mwana amedondoka kule. Mwana amedondoka. Twendeni. safi sana. One mistake. 3 bila. Kwa kweli ni kwamba nilikuwa sijaamini kwa kile ulichoniambia ya kwamba Feti anatoka na Sheikh Abdul. Lakini jana nimeshuhudia mwenyewe kwa macho yangu. Na hicho ndicho kilichoniletea mambo. Kwa sababu nimekaa na kufikiria, tukajadiliana pia na mke wangu. Tumeona namna ya kuliepuka hii dhahma. Sisi kuwaozesha tu.
Hivyo tumefikiria namna ya kutengeneza fumanizi ili tuweze kuwezesha ndoa ya mkeka. Ndoa ya mkeka? Hapana. Mimi naona tungetafuta jinsi ya kuwatenganisha, lakini sio kuanzisha ndoa ya mkeka. Mama, mimi sidhani kama kuna njia nyingine tena ya kuweza kulimaliza hili, tofauti ya hivyo ambavyo tumefikiria sisi, kwa sababu naona kabisa tushapigizana sana makelele kuhusu hilo swala la Fatuma, lakini imekuwa ni jambo endelevu, na sio yeye tu. Huyo Sheikh Abdul mimi nishakutana naye mara kadha wa kadha, nikajaribu kuzungumza naye, lakini kila siku matendo ni yale yale, hakuna mabadiliko aina yoyote. Kwa mimi nimeona kabisa hili wazo aliloleta mke wangu ni wazo sahihi, kwa sababu endapo tukiwaozesha wale, hata huyo Sheikh Abdul ambaye unamuona sasa hivi anapagawa na yule Fatuma, endapo akimweka ndani, sidhani kama atawaruhusu kumuona mke wake akiwa anavaa uchi kiasi kile. Kwa hiyo pia na kwetu tutakuwa tumepunguza mzigo, kwa sababu tutakuwa tumejitoa katika majukumu ya kumsimamia yule. Katika upande wa wazazi sasa, hiyo jukumu la kumlea na kumchunga linabaki kwa mumewe. Wewe kwa upande wako unaona Sheikh Abdul ataliafiki hilo? Ni lazima aliafiki hilo, kwa sababu yeye ndo sababu ya hilo linaloendelea. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine sisi inabidi tukamilishe hilo. Sidhani kama litakuwa na pingamizi tena katika hilo mdogo, kwa sababu tutakuwa kila siku tunaongelea jambo moja. Mimi kwa upande wangu, baada ya hilo wazo kutoka kwa mke wangu, mimi kwangu naona limepita 100%. Hata hivyo mimi bado sijaafiki. Fatuma bado ni binti mdogo sana, sio kumwozesha na Sheikh Abdul. Kwanza Sheikh Abdul tayari ana mke wake, kumwingiza mtoto mdogo kwenye ukewenza, hiyo kwa kweli sio nzuri. Samahani. Rabaika mke wangu. Ameanguka? Aro. Wewe shikamoo, samahani. Sorry. Mfaume.
Sasa Shemfaume anachukulia au hizi ni technique? Anala kujibu. Shemfaume anala kujibu. Hawezi kuchomesha mimi mahindi. Kanipa kazi ya kutafuta. Na mtafuta hapo kwa simu. Simu zangu wakote. Anajikuta Mario, anajikuta Zuchu, anajikuta Mamposa. I can't do something to him. Kwa question. Karibu dada ndani jamani. Asante Bitausi. Hata siingii ndani. Yaani wewe ndo hivyo hivyo kila siku. Hujaingia hata ndani. Unaishia nje kila siku. Kuna shida gani jamani? Bitausi, kilichonileta leo ni kama kilichonileta jana. Taarifa nilizozipata, Shemfaume anataka kumfungisha ndoa ya mkeka Feti na Sheikh Abdul. Kama kuna uwezekano, nilikuwa naomba ulizuie hili. Kwa sababu Sheikh Abdul ni mshe mkubwa, anafahamika hapa pote. Na yule Feti bado binti mdogo. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba, jaribu kulizuia ili swala lisifanyike. Aibu nikipata mimi ni kama umepata wewe. Pia akiaibika Sheikh Abdul ni kama umeaibika wewe. Kwa hiyo nilikuwa naomba ili swala ulizuie. Sheikh Abdul ni mtu mkubwa tunamtegemea. Isitoshe ndo anayetuswalisha hata msikitini. Sasa haya mambo anayofanya na vitoto vidogo, kwa kweli mimi bado hajaniingia akilini. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba tu dada yangu, kama kuna uwezekano, fanya ufanyavyo ili jambo lisitokee dada yangu. Nakuomba, yaani jitahidi. Umemaliza? Hivi wewe ndugu yangu, unapataga muda wa kuswali kweli? Unapataga nafasi ya kufanya ibada? Au maisha yako ya kumchunguza tu mume wangu anafanya nini? Hasa nisikilize. Ulikuja nilikunyamazia. Safari sikunyamazia ndugu yangu. Mimi nimeongea kila kitu na mume wangu. Wala afanye hayo mambo. Acha kumzulia mume wangu. Mume wangu mimi sio malaya. Hebu kafanya ibada. Kwa nini lakini? Kwa nini unaingia kwenye maisha yangu? Au unamtaka Sheikh Abdul wewe? Na kama unamtaka sema. Kuliko kumfatafata kwa maneno madogo madogo. Mimi nimechoka. Sitaki tena kukusikiliza. Kama huna kazi ya kufanya, nenda katafute juzuu, nenda kwa watoto yatima, kawafundisha taarifu. Upate thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Kuliko kila siku kuja kuniharibia saumu yangu. Sitaki mama. Sijui umenielewa, tena ukome. Iwe mwanzo na mwisho kufika hapa nyumbani kwangu. Sijui umenisikia? Kama hutojali, hata tukifika barabarani ukitaka usinisalimie. Bitausi, hiki nilichokwambia kina ukweli. Sio kwamba nimesimliwa. Nimeona mwenyewe kwa macho yangu. Na ndio maana nimeamua kuja hapa kukwambia. Na mipango yote ya Shemfaume kuhusu ndoa ya mkeka, yote amekuja kuniambia. Sasa endelea, utajua upande wangu wa pili ukoje. Jaribu kunielewa Rupia. Ni kweli siwezi kukuelewa Sheikh Abdul. Umetembea na mimi. Alafu sasa hivi unatembea na Fatuma. Hali unajua yule ni mtoto wa dadangu kabisa. Hata wewe inaweza kukuingia akilini kweli? Kwa nini unatuchanganya hivi Sheikh Abdul? Rupia, mimi siwezi kufanya hicho kitendo unachokifikiria. Kumbuka mimi Fatuma yule nakaa naye karibu ili niweze kumfundisha maadili ya dini. Hebu muangalie kaka yake
Mfaume, hebu jiangalie wewe. Mmejistiri vizuri kabisa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini vipi yule mtoto Fatuma ambaye ni mdogo wenu, ni mwanao wewe kabisa? Ni mtoto wa dada yako na wewe ni mwanao pia. Angalia mavazi anayovaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mnashindwa hata kukaa naye kwa ukaribu kuweza kumfundisha maadili ya dini. Jamani, kwa mimi shehe nafanya makosa kukaa naye karibu kumfundisha maadili ya dini? Nitakuelewa vipi wakati ili hali macho yako yanaonyesha kabisa unanidanganya? Basi kama umeshindwa kuniheshimu mimi, heshimu basi hata mwezi mtukufu wa Ramadhani, Sheikh Abduli. Pia ni kweli huu ni mwezi mtukufu. Naomba haya mambo tuyazungumze baadaye baada ya futari. Tukishafuturu mimi nitakuja tuyazungumza. Kwa sasa hivi huwezi kunielewa kabisa. Na sihitaji tuzungumze sana na ufia tusije tukaharibu funga yetu. Imefikia hatua nimemfukuza Fatuma pale nyumbani. Sio kwa sababu ya lingine. Ni kwa sababu yako Sheikh Abduli. Imeniuma mimi. Imeniuma sana na kwanza imenisikitisha. Sikutegemea Sheikh Abduli. Wewe hata kama umekataa, mimi nitalizuia hili. Hakuna cha ndoa ya mkeka wala ndoa ya hiari. Lazima nitalipambania hili. Fatuma, mbona unataka kunichimbia kaburi gari niko hai? Sinisha kueleza. Fatuma, hebu punguza hiyo spidi. Heshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unataka kunilaumu kwa lipi Sheikh Abduli? Na kati nimeshakwambia mimi nina ujauzito wako. Nina mimba yako. Astaghfirullah. Fatuma, mimba na mwezi mtukufu wa Ramadhani? Fatuma, unataka kunivua nguo? Unataka kuniaibisha? Mimi ni shehe mkubwa sana kwenye kata. Watu wakijua kama una ujauzito wangu itakuwaje? Alafu kizingatia na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakuna haja mimi na wewe kulaumiana kwa sababu imeshatokea. Yaani hapa kinachotakiwa ni wewe tu kanipangie chuma. Mimi siwezi kuendelea kuishi kwa kaka. Nataka nimlee mwanangu kwenye mazingira mazuri, na sio kwenye kijumba kama kile. Sasa basi, kama unaona hili jambo hutoliweza, nitakuja nyumbani kwako tulewe mimba tukiwa tupo wote pamoja na familia yako. Maana sintoendelea kukaa na hangaika na wewe upo. Na wakati una uwezo wa kunihudumia mimi na kunifanyia chochote kile ninachokihitaji mimi. Fatuma, hilo swala haitowezekana kabisa. Huwezi kuja kukaa wewe na familia yangu nyumbani, haiwezekani.